Tunaendelea kuonewa kwenye ligi yetu, tunaendelea kufanyiwa vitendo ambavyo haturidhishwi navyo. Faini ya milioni 30 anapewa Dar es Salaam Young Africans kwa sababu ya kuto kuingia kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Wapo watu ambao hawakuingia na wao kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, hawajapewa adhabu hizo, hawajapewa fedha hizo. Leo hii Young Africans kubadilishia nje ya vyumba vilivyokuwa vimepangwa kwa sababu za usalama wetu, faini inakuwa kiasi kubwa kiasi hicho. Lazima tuwaambie bodi ya ligi, huu mradi mliokuja kuuweka hapa kati ni mradi ambao ifikapo mwisho wa ligi mtakuwa mmekusanya fedha nyingi sana kuliko hata thamani ya ligi yetu. Bingwa anachukua kiwango gani, lakini na nyinyi mtakuwa mmejikusanyia fedha nyingi. Lazima tuwaambie huu ni mradi wa fedha ambao mmeweka. Lakini anyway, tumeshapigwa faini. Mimi na wito kwa wananchi, lakini nitumie nafasi kumwomba Ali Shaban Kamwe, afisa habari wetu, tuko na utamaduni wetu wana Yanga. Tulikwenda kubadilishia kwenye jumba la dhahabu Magic House. Tunaomba kama itakupendeza wana Yanga, tunaomba tupeni namba tulipie hizo gharama. Hatuhitaji klabu itoe hata shilingi 100, kwa sababu ilile jumba tulilokwenda kubadilishia nguo ndio jumba ambalo linakwenda kutupatia ubingwa. Kama sio lile jumba, sisi saizi tungekuwa tunazungumza vitu vingine. Kulikuwa kuna hatari ya maisha ya wachezaji wetu, afya zao, lakini mpaka kufikia sasa hivi tungekuwa kwenye hatari kubwa mno. Ile mechi sisi tulikuwa tunapoteza, lakini tunasikitika kwamba hakuna watu hata ambao wanaweza wakafanya uchunguzi kabla ya mechi kwamba nini kwenye vyumba kunawekwa, nini kinasababisha. Lazima bodi ya ligi sio tu kuishia kuwa mnawapiga watu faini alafu mnajiongezea kama mradi. Lazima muangalie sababu za hao watu kutoka kuingia kwenye vyumba ni nini. Leo hii ziko taarifa wachezaji wa Azam mpaka sasa hivi wengi wako hospitali na wanahusishwa na haya mambo. Kwa nini msifanye uchunguzi kabla ya mechi mkajiridhisha hivi vyumba ni salama? Kwa nini Young Africans tunakwenda kubadilishia kwenye nyumba ya jirani? Kwa sababu usalama ni mdogo. Mmefanya research na kwenda kutufungia. Mimi nimesikitishwa sana. Tutalipa wana Yanga. Ali Shabani Kamwe, tupe utaratibu wana Yanga, tulipe faini.